sana wapenzi watazamaji na wasikilizaji na waangaliaji wa kipindi chetu cha Hanad People Corner. Leo hii tunaendelea mada zetu. Leo tutakuwa na mada inayosema siri ya kahaba na malaya katika kuangusha ndoa yako. Siri iliyoko kwa kahaba au malaya katika kuangusha ndoa yako. Na tutasomea neno la Mungu katika Mithali mlango ule wa 23 mstari wa 26 hadi wa 28. Hapo utaona siri ya kahaba na siri ya malaya wanafanya nini ili kuharibu ndoa ya yule ambaye amekusudiwa na Mungu. Neno la Mungu linasema Mithali 23 mstari wa 25 hadi wa 28. Mstari wa 26 hadi wa 28 anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu, kwa maana kahaba ni shimo refu na malaya ni rima jembamba, naam, huotea kama mnyang'anyi, huwaongeza wenye hila katika wanadamu. Napenda tujue siri ya hili neno la Mungu, kwa sababu kwa nyakati hizi na majira haya, ukiangalia tafiti, ukiangalia taarifa, ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kitu wanasema kukosa uaminifu. Ukiangalia chanzo cha ndoa kuachika, chanzo cha ndoa kuharibika, wanasema ni kukosa uaminifu. Na uaminifu mara nyingi unatokana labda na wakina baba kwenda kuacha ndoa zao na kwenda nje ya ndoa, au kina mama kuacha ndoa zao kwenda nje ya ndoa. Lakini sana sana inakuwa na kina baba wanakwenda nje ya ndoa zao. Kwa hiyo ile roho ya ukahaba au malaya inafanya kazi. Lakini neno la Mungu halikusita kutuelekeza katika hii Mithali 23. Anasema huo mstari wa 26, Mithali 23:26. Anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Unajua mara nyingi moyo huwa unapenda na macho huwa ndio yanaona, yanatamani, alafu moyo unapenda. Sasa anayeambiwa mwanangu hapa ni mwanamume. Anaambiwa mwanamume anafanyaje kuepuka hii roho ya ukahaba au hii roho ya umalaya. Anasema, mwanangu, nipe moyo wako. Maana yake moyo wako wewe mwanamume unatakuwa umpe Mungu, ili akufundishe namna ya kupenda na namna kuhimili kila ambacho linakuja duniani kama vile sokomoko kwenye maisha yako. Anasema macho yako yapendezwe na njia zangu. Macho yako, maana yake mwanamume unapoangalia macho yako yapendezwe na njia za Mungu. Anasema njia za Mungu ni neno lake Mungu. Lakini njia za Mungu, maana yake anasema njia ya Mungu ni neno la Mungu. Na neno la Mungu anasema ndio taa yako. Kwa unapokuwa neno la Mungu linakuwa ni taa ya ile njia yako. Kwa hiyo Mungu leo anatuambia wanaume ambao wameoa, anatoa neno hili kwamba mwanangu, nipe moyo wako. Wewe mume uliooa, nipe moyo wako. Kwa sababu huyo moyo ndio saa nyingine unadanganyika. Unakwenda kwenye ile shimo la makahaba na shimo la malaya, ambayo Mungu anasema hapa ndio anasema ni kama wanyang'anyi. Mnyang'anyi mtu ambaye anakuja anakunyang'anya kitu, anakuibia, ulikuwa hata sasa hiyo hujajiandaa. Kwa ili mwanamume asimame vizuri katika maisha yake ya ndoa, pasipo kwenda kukumbwa na hili changamoto la walaya na kahaba, kama Biblia inavyosema, anasema mpe moyo wako Mungu na macho yako yapendezwe na Mungu. Yaani unavyoangalia wewe, unajua kuna macho yale ya mwanamume anatiwa kama anatoa upofu. Akiona mwanamke anasikia kuvutiwa naye, hata kama sio mke wake. Kwa yale macho yake yanamfanya nini? Anaenda kwenye dhambi ya ukahaba na kwenye dhambi hii ya umalaya. Ambaye anasema ukahaba ni kama shimo refu na umalaya ni kama rimba. Anasema ni kama riba. Yani kitu cha kirefu. Anasema macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa njia zako haziwezi kumpendeza Mungu ikiwa hujampa moyo wako. Kwa mwanamume tu, maadamu unajijua wewe umeoa, wewe una ndoa, lazima ukubali kumpa Mungu moyo wako,
ili akufundishe namna ya kumpenda mkeo na kuchukia mambo mengine. Anasema macho yako yapendezwe na njia zangu. Unapompa Mungu moyo wako, huu moyo uko ndani, kwa ule moyo utakulighten, utakufanya macho yako yaone, kwa sababu moyo wako umempa Mungu, unaongozwa na Mungu. Kwa hiyo automatically macho yako yanakuwa yanaona kile ambacho Mungu anataka ukione kwa habari ya maisha ya ndoa yako. Kwa nini Mungu akasema maneno hayo? Akaenda kusema hii Mithali 23 mstari wa 27. Kwa maana kahaba ni shimo refu. Akamwambia kwa nini Mungu anakwambia mpe macho yako, mpe moyo wako, kwa maana huyo kahaba ni shimo refu. Ukiingia kwenye ukahaba, maana yake unaingia kwenye shimo refu lenye majuto makuu. Anasema na malaya ni rima jembamba. Ukisoma maana ya rima, anasema is a pit, yani kama shimo refu. Na mara nyingi anasema rima inatumika kama kufanya kuchunga au kama kutega wanyama au kutega mitego, kama mtego. Kwa hiyo malaya ni kama mtego, unamtega mwanamume. Kahaba ni shimo refu ambao mwanamume akija anaingia ndani. Na akishaingia ndani hakuna wa kumtoa. Ndio maana tukasema kipindi kilichopita kwamba mwanamke amebaki kama binti Sayuni kumtoa mumeo kwenye hilo shimo refu na hilo riba jembamba. Kwa kuna siri kubwa inayotembea katika ulimwengu wa roho kwa habari ya malaya na kwa habari ya ukahaba ambao unaenda kufanya ndoa zinaharibika. Kwa sababu gani? Anaambia huyu malaya, anasema naam, huotea kama mnyang'anyi. Ina maana malaya amefananishwa na mnyang'anyi. Mnyang'anyi ni mwizi ambaye anakurob, anakunyang'anya. Anakunyang'anya yale macho yako ya kuona. Anakunyang'anya ule utashi wako mwanamume au mwanamke. Anakutoa kutokuona, anakupiga upofu. Kwa nini anafanikiwa kupiga upofu? Kwa sababu macho yako wewe hukumkabidhi Bwana. Moyo wako hukumkabidhi Bwana ili aziongoze njia zako. Kwa unapita njiani sasa unakutana na shimo refu ambalo ni kahaba, unadumbukia. Kwa nini unadumbukia? Kwa sababu ile njia yako ulikuwa unamkabidhi Bwana, unajiongoza mwenyewe. Sasa ukitaka kuongozwa, ukitaka kuepuka huyu kahaba na huyu malaya, lazima njia zako ziongozwe na Bwana. Lazima moyo wako umkabidhi Mungu. Macho yako umkabidhi Mungu, ili moyo wako ukitoa ufahamu, macho ataona kwamba hili ni shimo la kahaba. Anasema huyo malaya ni kama riba jembamba. Anasema matumizi ya hiyo riba jembamba wanatumika kama kuindia wanyama. Mnyama akija, ile riba wanakuwa wanafunika juu, wanaweka kama majani. Mnyama akija atafikiri kuna majani, kumbe anaingia anadumbukia kule chini. Kwa hiyo malaya ni kama rima jembamba. Anakuwa anakutegea, unakuja unaingia. Ukisha kuingia unanasa, unatumbukia kwenye shimo. Ndio maana sasa wanaume wengi wakishinga kwenye hiyo roho ya ukahaba na umalaya, kutoka huko ni vigumu. Kwa sababu kule kwenye shimo, nani anaweza kutoa mtu shimoni? Amedumbukia kila piti, anasema kila kina cha chini, kile kirefu kabisa. Mwanamume anadumbukia kwenye kina kirefu kabisa, au mwanamke anadumbukia kwenye kina kirefu kabisa cha umalaya, cha ukahaba. Huko kutoka ni vigumu. Ndio maana wakina mama walioolewa wanaitwa ni mabinti Sayuni. Wameitwa kama kibanda, wameitwa kama kipenu katika shamba la matango, kama kibanda katika shamba la mizabibu, ili kuombea wanaume waweze kuona njia, wasianguke kwenye mashimo ya umalaya na mashimo ya ukahaba. Kwa sababu hapo ndipo ambapo shetani anacheza na ndoa. Maana ule ukahaba unaharibu, una najisi. Kwa shetani anacheza na kina baba na wanaume, anawatumbukiza kwenye mashimo. Na kibaya zaidi, wale wanawake ambao wameolewa, wakiona tayari ameshadumbukia kwenye shimo la ukahaba, kwenye ile shimo la umalaya, wanachoka na ndoa. Wanasema ndoa haipana, imenishinda. Kumbe sasa nani atamtoa yule mwanamume kwenye ile shimo? Na shimo lenyewe refu. Ulisha kuona mtu ameingia kwenye shimo mwenyewe akajitoa mwenyewe?
Mara nyingi wakidua kwenye shimo wanaombaga msaada, napiga kelele yoyo, watu wanashusha kamba, wanaambia shika kamba, shika, panda, wanashika kamba na wanategesha na vimti kule kwenye shimo pembeni mpaka mtu anafika. Anatolewa kama mtu ametolewa, amevundwa, amechimbwa kwenye shimo. Kwa mwanamume anapoanguka kwenye ile roho ya ukahaba na roho ya umalaya, tayari ameanguka kwenye shimo refu ambao kujiokoa mwenyewe ni shida, hataweza. Ndio maana neno la Mungu katika ile saa tumesoma kwamba wanaume vichwa vimeoza, vina majeraha, hakuna kuviponya, wakivizongazonga hakuna kuvitia mafuta. Kwa hiyo wanawake wameachwa kama watu ambao watasaidia sana wanaume kuwatoa kwenye hilo shimo refu, kwenye hilo rima jembamba. Iko siri kubwa sana kwenye hiki kitu, kwenye hili somo la Mungu, kwenye hili somo la Mithali, kwamba roho ya ukahaba na roho ya umalaya inapiga kama roho ya mnyang'anyi. Unajua mnyang'anyi hajali anamnyang'anya nani, anakutana naye amekaa vibaya anamaliza. Sasa wanaume wasipokuwa wamekaa vizuri kwenye mioyo yao, wakamkabidhi Mungu ambaye ndio Bwana wao, na macho yao wakakabidhi kwa Mungu, ni rahisi sana kuingia kwenye hili shimo la ukahaba na shimo la umalaya. Maana hao wamekaa kama wanyang'anyi. Unajua mnyang'anyi amekaa njiani. Ukisoma habari za neno la Mungu, wasema ule Msamaria wale kutwa na wanyang'anyi wakamnyang'anya. Yaani mwanamume anatoka nyumbani kwenye ndoa yake, anakwenda anapoenda kwenye kazi zake, njiani huko anakutana na mnyang'anyi ambaye ni malaya na kahaba. Wasa nyingine hataki, lakini sababu roho imekaa mahali kutrap, kama kukamata, tayari ameshamkamata, ameshadumbukia kwenye shimo. Sasa wakumtoa ni nani? Unakuta mama sasa amechanganyikiwa, sema mimi ndoa, mwanamume siku zote amekuwa ni malaya, mwanamume hapendi tena ndoa, ana nyumba ndogo. Kweli ana nyumba ndogo, lakini wewe ndio mfupa wake, wewe ndio nyama yake, na Mungu akimwangalia anakuona wewe. Hamuoni yule kahaba, wala hamuoni yule malaya, anakuona wewe ambaye ndio mke wake. Na kama ni kuhukumu, kujaji, Mungu atajaji kupitia wewe, hatajaji kupitia yule malaya, wala anasema ni mnyang'anyi. Mnyang'anyi popote yupo hata kunyang'anya yote, lakini yule ambaye ana ile mali, yule mwenye yule mume ni wewe mwanamke. Yule mwenye ile ndoa ni wewe mwanamke. Mungu anakuangalia wewe. Sometimes utakuja kukuta wanawake ambao tuna ndoa, tunashiriki hukumu za wengine, tunahukumiwa sababu ya. Kumbe ndio maana anasema useme let it go, hapana. Usiache iende. Simama kwenye zamu yako ili kumnusuru mumeo, kumtoa kwenye ile shimo la ukahaba na ile shimo la umalaya. Lakini Mungu limeenda kusema hapo, amesema ni kwa nini hao malaya wanaongezeka duniani. Amesema huu mstari wa 20 na akasema mstari wa 27, kwa maana kahaba ni shimo refu na malaya ni rima jembamba. Rima jembamba, unaambiwa rima is a pit, yani a pit, rima jembamba ndio wewe malaya. Kahaba ni shimo refu. Kwa hiyo wanaoingia kwenye mashimo ni wanaume, kwenye marima ni wanaume. Wakishaingia kutoka ni shida, lazima watolewe. Wakumtoa ni nani? Ni mwanamke. Sasa kama mwanamke umechukia, umeumia, una huzuni, unamtawaje mume kwenye ile shimo? Inakuwa ni vigumu. Ndio maana ndoa zinavunjika, kuna kuachana kwingi, kuna migogoro kwenye ndoa, kuna vurugu kwenye ndoa, kwa sababu wanaume wameshaingia kwenye mashimo, hawawezi kutoka, na wanawake wamechukia, hawakubali kuwatoa. Hapo ndio sokomoko linaanza. Ndio maana rai yangu, na Mungu anajaribu kuambia, anaambia wanawake wasimame kwenye nafasi zao ili kuwatoa wanaume kwenye haya mashimo na kwenye marima membamba ambao wakati mwingine wanakumbana nao njiani kama wanyang'anyi. Anasema naam, huotea kama mnyang'anyi. Huo malaya, huyo kahaba anaotea kama mnyang'anyi. Wakati mwingine mwanamume wala hana taarifa hizo, wala hapendi kuingia huko, lakini anajikuta ameshakamatwa, ameshatekwa, ameingia kwenye shimo. Hasa wa kumtoa ni mwanamke.
Anasema lakini anasema naam, mstari wa 28, naam, huotea kama mnyang'anyi. Sababu nini? Huwaongeza wenye hila katika wanadamu. Kwa hiyo kuna kusudi kamili, kuna purpose kamili ya malaya na makahaba kuingilia ndoa. Kwa nini? Wanataka waongeze wenye hila duniani, kwa sababu Mungu hapendi wenye hila, wala Mungu hawaambatani na wenye hila. Kwa hiyo wale makahaba na wale malaya, kazi yao kubwa kwanza ni kunyang'anya. Kwanza wanaotea, halafu wananyang'anya, na wakishaotea, wakishanyang'anya, wanafanya mateka yule mwanamume au yule mwanamke, wanamfanya awe ni mwenye hila. Kwa hiyo wenye hila wanaongezeka duniani na wenye haki wanapungua duniani, kwa sababu kinyume cha mwenye hila ni mwenye haki. Kwa hiyo utakuta hata watakatifu wengi, wale wenye haki wanaenda kugeuzwa kuwa wenye hila kupitia hawa malaya, kupitia hawa makahaba. Kwa hiyo jamii ya wanandoa wale ambao wameoa, ambao wameolewa, usizubae kusema mume wangu amekuwa malaya, ameanguka. Hapana, amka wewe, kumtoa ni wewe mwanamke, maana tayari ameshaotewa huyo, ameshanyang'anywa huyo, ameshaingizwa kwenye miongoni mwenye hila, anaongeza idadi ya wale wanaotenda Mungu dhambi. Je, unakubali mume wako kuwa mateka siku zote? Unakubali mume wako kuwa miongoni mwa wenye hila, akaongezee ile idadi ya wenye hila duniani? Yaani anaongeza idadi ya wanaomchukiza Mungu. Mwanamke, unakubaliana na hilo? Unakubali kuambatana na malaya kwamba mimi nimeshamteka mume wako, nimemteka mke wako, kwa hiyo huyu atakuwa ni miongoni mwenye hila duniani, huyu ataongeza kiwango cha udhalimu duniani? Maanake wanajikusanya ili kuziharibu ndoa, ili Mungu apoteze, kama Mungu ame lose. Kwa hiyo wewe mwenye ndoa usikubali kuungana na shetani kufanya ndoa Mungu a lose. Hapana, mwambie Mungu, mimi mwanamke nitakuwa muombaji, maadamu nimejua siri hii ya makahaba, nimejua siri hii ya malaya, mimi nitasema katika zamu yangu ili nimkomboe na kumtoa mume wangu kwenye ile shimo la ukahaba na shimo la umalaya. Karibuni tuendelee katika vipindi vyetu.